Ari moja kwa moja kutoka shirika la DW ambao ni washirika wetu asubuhi ya hali hii, ambapo ni tarehe 18 mwezi ukiwa ni Septemba mwaka wa 25, kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Moja kwa moja tuelekee jiji la Bonn, Ujerumani, kupokea taarifa ya habari kutoka shirika la DW. Moja kwa moja napokea taarifa ya habari kutoka shirika la DW, ambapo asubuhi njema hii natumai umejiandaa kupokea taarifa ya habari kwa utendeti. Inawakaribisha katika... Mimi ni Amina Abu Bakar. DW habari za ulimwengu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Rais Zelensky wa Ukraine amesema Urusi haina tena nguvu ya kufanya mashambulizi makubwa. Hatua ya mataifa ya magharibi kupanga kulitambua taifa huru la Palestina yapongezwa. Na Vital Kamerhe akabiliwa na uwezekano wa kufutwa kazi kama spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hivi leo kuwa Urusi haina tena nguvu ya kufanya mashambulizi mengine makubwa kwa kuwa imepoteza askari wengi baada ya zaidi ya miaka 3.5 ya vita. Zelensky ameendelea kuwa Urusi iliendesha operesheni kubwa 4 mwaka huu nchini Ukraine katika majimbo ya Sumy, Novopalivka, Pokrovsk na Zaporizhia, akisema kuwa baadhi tayari zimeshindwa, huku akisifu vikosi vyake. Urusi na Ukraine zimekuwa zikitoa mara chache takwimu juu ya hasara wanazopata kufuatia vita hivi, ambapo wataalamu wanaeleza kuwa takwimu zinazotolewa na pande zote mbili haziakisi ukweli kwa kuwa idadi ya vifo hupunguzwa maradufu. Ramallah. Waziri wa mambo ya nje wa mamlaka ya Palestina Varsen Ahabekian Shahin amesema kitendo cha mataifa kadhaa kupanga kulitambua taifa huru la Palestina kunatuma ujumbe wa wazi kwa Israel inayoendelea kukalia kwa mabavu eneo la Gaza na ukingo wa Magharibi. Nchi kadhaa zikiwemo Australia, Ubelgiji, Kanada, Ufaransa na Uingereza zimetangaza mipango ya kulitambua rasmi taifa la Palestina mnamo Septemba 22 katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa huko mjini New York, Marekani. Shahin, ambaye ametaja pia kushtushwa na kitendo cha mataifa ya Ulaya kutochukua hatua kufuatia vita vya karibu miaka 2 huko Gaza, amesema msukumo huu mpya wa kidiplomasia unatimiza ahadi iliyosubiriwa kwa muda mrefu na iliyotolewa na jumuiya ya kimataifa kwa Wapalestina. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kwamba hakutokuwa na taifa la Palestina. Kinshasa. Taratibu zinazolenga kumfuta kazi spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Vital Kamerhe zinaendelea huku kukishuhudiwa hali ya mfarakano kati ya Rais Felix Tshisekedi na mshirika wake huyo wa zamani. Kamerhe anakabiliwa na uwezekano huo wa kuondolewa katika wadhifa huo, akituhumiwa kwa usimamizi usio na uwazi wa fedha za umma, uongozi mbaya na kupuuza hoja za wabunge wa kitaifa. Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi waliimarisha ushirikiano wao mjini Nairobi walipounda muungano wao kwa ajili ya mabadiliko baada ya kusaliti makubaliano ya Geneva waliosaini pamoja na viongozi 5 wa upinzani, wakimteua Martin Fayulu kama mgombea pekee katika uchaguzi wa rais wa Desemba mwaka 2018. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW mjini Bonn.
Rio de Janeiro. Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro amegunduliwa na saratani ya ngozi baada ya kulazwa hospitalini kufuatia maradhi tofauti. Hayo yameelezwa na daktari wake Claudio Birolini, aliyewaambia waandishi wa habari kwamba Bolsonaro alipelekwa hospitalini kutokana na matatizo ya kutapika, kizunguzungu na shinikizo la damu. Matatizo hayo ya kiafya yanajiri baada ya mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 70 kuhukumiwa wiki iliyopita kifungo cha miaka 27 jela kwa kosa la kupanga njama ya mapinduzi. Wanasheria wa Bolsonaro wanatarajiwa kutumia hali hii ya kiafya kama kigezo cha kufanya maombi ya mteja wao kupewa kifungo cha nyumbani badala ya kulazimika kukaa gerezani. Na hatimaye michezo. Nyota wa kandanda na raia wa Argentina Lionel Messi anatarajiwa kuongeza mkataba wa miaka kadhaa na timu ya Marekani ya Inter Miami bila hata hivyo kutaja kitita cha mkataba huo. Kulingana na taarifa iliyotolewa na kituo cha televisheni cha ESPN, pande zote ziko katika hatua za mwisho za mazungumzo na kwamba ni mambo machache ambayo bado yanahitaji kukamilishwa. Messi mwenye umri wa miaka 38 alijiunga na Inter Miami katika msimu wa mwaka 2023 na mkataba wake ulikuwa unakamilika mwishoni mwa msimu huu wa mwaka 2025. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn na kusomwa kwako nami Bakari Ubena. Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari, ambapo wakati huu basi tunaelekea kwenye ripoti za waandishi wa habari, ambapo nahodha ni Amina. Dunia yetu leo asubuhi. Asante Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na moja kwa moja tunaingia katika uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo. Kama ulivyosikia, Israel bado inaendeleza operesheni yake ya ardhini katika mji wa Gaza City, huku wito wa kusitisha mapigano ukiendelea kutolewa. Kando na hayo, nitakueleza ni kwa nini matukio ya biashara haramu ya madawa ya kulevya pamoja na mashambulizi kwa kutumia visu yanazidi kuripotiwa kwenye vyombo vya habari nchini Ujerumani. Na upinzani Sudan Kusini watoa wito kwa wafuasi wake kujipanga kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya utawala. Naam, dunia yetu leo asubuhi inaanzia Mashariki ya Kati. Kama nilivyokueleza, Israel bado inaendeleza operesheni yake ya ardhini katika mji wa Gaza City. Watu zaidi ya 16 wameuawa huku sehemu kubwa ya mji huo ikiachwa bila umeme baada ya Israel kushambulia miundo mbinu muhimu. Haya yanatokea wakati muungano wa makundi ya kutoa misaada ya kiutu ukitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali zaidi kuishinikiza Israel kuachana na operesheni yake. Bakari Ubena na mkusanyiko wa yale yanayoendelea kwa sasa huko. Operesheni hiyo katika jiji la Gaza iliyoanza Jumanne na kuendelea leo Alhamisi imeuchochea mzozo wa Mashariki ya Kati na kufifisha uwezekano wa kufikiwa mpango wa usitishwaji mapigano. Jeshi la Israel ambalo limesema linalenga kuharibu miundombinu ya kijeshi ya Hamas halijaeleza shambulio hilo litadumu kwa muda gani, lakini dalili zinaonyesha kuwa linaweza kuchukua miezi kadhaa. Mashambulizi makubwa katika jiji la Gaza yamepelekea maelfu ya watu kulazimika kuyahama makazi yao baada ya kuamriwa na jeshi la Israel. Msemaji wa shirika la kimataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, Tess Ingram, ameiambia DW akiwa kusini mwa Gaza huko Al-Mawasi kuwa familia za Wapalestina zimeathiriwa na kuchoshwa na hatua hiyo ya kuhamishwa kila mara. Tess ameongeza kwamba sheria ya kimataifa iko wazi kwamba watu lazima walindwe iwe wanaondoka au wameamua kubaki, lakini kwa bahati mbaya mara nyingi mno katika mzozo huo kumeshuhudiwa sheria hizo za kimataifa kupuuzwa. Hayo yakiarifiwa, kiongozi mkuu wa Hamas ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza tangu shambulizi la wiki iliyopita la Israel huko Doha. Ghazi Hamad ameiambia idhaa ya Kiarabu ya Al Jazeera kwamba shambulio hilo lilifanyika wakati uongozi wa kisiasa wa Hamas ulipokuwa ukijadili pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano Gaza. Kiongozi huyo ameongeza kuwa walinusurika kwa majaliwa ya Mungu kutokana na kile alichokiita shambulio la kisaliti na kichokozi dhidi yao na Qatar.
Wakati huo huo, jamaa wa mateka wa Israel ambao bado wanashikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza walikusanyika jana usiku nje ya makazi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, huku wakitoa tuhuma kali dhidi yake. Ofir Braslavski, baba wa Rom Braslavski ambaye pia ana uraia wa Ujerumani, amesema alizungumza kwa njia ya simu na Netanyahu mwezi mmoja na nusu uliopita na akamwahidi kumrejesha nyumbani kijana wake, lakini anasema sasa anafanya kinyume chake, na akaongeza kwamba mikono ya Netanyahu imejaa damu. Ama katika hatua nyingine, maandamano yalishuhudiwa pia mjini Madrid, Uhispania, ambapo watu kadhaa walikusanyika kudhihirisha uungwaji wao mkono kwa Palestina na kulani kinachoendelea huko Gaza. Miongoni mwa waandamanaji hao ni Manuela Carmena, meya wa zamani wa mji wa Madrid, aliyekemea ukimya wa jumuiya ya kimataifa. Ukatili, mauaji ya watoto na ya watu wazima ni mambo ya kutisha mno. Ni kana kwamba ghafla hakuna tena sheria, hakuna haki za kibinadamu, kana kwamba ushetani umetuvaa. Wanasheria pia walijiunga na maandamano hayo yanayotazamiwa kuendelea hadi leo hii katika miji ya Madrid na Barcelona, hasa yakifanyika mbele ya balozi za Israel. Monserrat Abad ni profesa wa sheria ya kimataifa katika chuo kikuu cha Carlos III mjini Madrid. Ametoa wito wa hatua kuchukuliwa. Ni muhimu kukomesha hali ya kutokuchukua hatua, kwa sababu tunazungumzia uhalifu mkubwa zaidi ambao unagusa jumuiya ya kimataifa kwa ujumla wake, nao ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kimbari. Itakumbukwa kuwa hapo jana halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya ilipendekeza vikwazo kwa viongozi wa Israel na Hamas kufuatia mzozo unaoendelea huko Gaza, huku kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki akikosoa hali mbaya ya kibinadamu inayowakumba watu wa Palestina. Asante Bakari Ubena. Matukio ya biashara haramu ya madawa ya kulevya, mashambulizi kwa kutumia visu na ghasia nyingine za mitaani yanazidi kuripotiwa kwenye vyombo vya habari. Lakini je, hii inamaanisha kuwa uhalifu unaongezeka? Na je, hali ya Ujerumani ikoje inapolinganishwa na mataifa mengine ulimwenguni? Waandishi wetu Peter Hille na Kira Shacht wanajaribu kuyajibu maswali hayo kupitia ripoti yao inayosomwa studioni na Mohamed Helef. Kwenye video aliyoituma mtandaoni, mwanablogu wa Kijerumani mwenye asili ya Afrika ya Kusini Kurt Katz anasema Ujerumani mpya ni aibu, ni fedheha tupu. Katika video hiyo anaonyesha hali ilivyo kwenye viunga vya Bahnhofsviertel karibu na kituo kikuu cha treni cha Frankfurt, kama ndiyo hali ya kawaida kwenye eneo hilo ambayo anasema limetwaliwa moja kwa moja na uhalifu, uhamiaji haramu na madawa ya kulevya. Video inaendelea kuwaonyesha watumiaji wa madawa ya kulevya wakiwa wamelala ovyo kwenye njia za watembea miguu, na mwanamke mmoja anayetumiwa kwa muuzaji wa madawa ya kulevya akimtishia mwanablogu huyo kwa kumrushia chupa. Mara milioni 6 video hiyo imeangaliwa kwenye mitandao ya YouTube na wengine milioni 10 kwenye TikTok, chini yake ukiwa na maoni mengi yanayopaza sauti za chuki dhidi ya wageni. Mitandaoni kumejaa video za uhalifu nchini Ujerumani na zinaonekana kuwakera watu, lakini swali ni kwamba je, zinaakisi uhalisia ulivyo? Mtaalamu wa masuala ya uhalifu Susanne Kashtet ameambia DW kwamba kitongoji cha Bahnhofsviertel mjini Frankfurt daima kimekuwa kituo cha machafuko kinachovutia magenge ya wahalifu, hasa wa madawa ya kulevya. Ziko sehemu zinazofahamika nchini Ujerumani kwa kuwa na viwango vya juu vya uhalifu, lakini kama ilivyo kwenye mataifa mengine mengi, maeneo hayo hupatikana zaidi mijini kuliko vijijini. Lakini kwenye miji kama vile Bremen, Berlin na Frankfurt, hali hii inasababishwa zaidi na ukosefu wa usawa, na kwa ujumla wake, anasema Kashtet, Ujerumani inaweza kuchukuliwa kuwa ni nchi salama zaidi kama ilivyo mataifa mengine ya magharibi ambako uhalifu umeshuka tangu miaka 80 na 90. Miongoni mwa sababu za kupungua uhalifu ni maendeleo ya teknolojia, kwa mfano gari za kisasa ambazo ni shida zaidi kuzivunja kuliko gari za zamani. Njia bora kabisa ya kupima jinsi Ujerumani inavyolingana na mataifa mengine ni kuangalia kiwango cha mauaji. Kwa mujibu wa Kashtet, ambaye mwenyewe anatokea mji wa kaskazini wa Hamburg na sasa anafundisha na kutafiti kwenye chuo kikuu cha Griffith nchini Australia, Ujerumani yenye asilimia 0.91 ya mauaji ya kupanga kwa kila wakazi 100,000 ilikuwa ni ya 147 ulimwenguni kwa mwaka 2024,
ilhali Afrika ya Kusini na Ecuador kwa mfano zikiwa na mauaji ya hadi 40% kwa wakazi 100,000 na Marekani ikiwa na mauaji ya 5.7. Lakini miaka 20 iliyopita kiwango cha mauaji ilikuwa 2.5 nchini Ujerumani, ambacho kilikuwa cha juu zaidi kuliko ilivyo sasa. Hata hivyo, kitu kimoja kiko wazi: katika siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la matukio ya uhalifu, hasa machafuko, ambapo vijana wanahusika zaidi, na ni kweli kwamba uhamiaji hapa unaingia kama miongoni mwa sababu. Asante Mohamed Khalef kwa taarifa hiyo. Tuingie sasa kule Sudan Kusini. Upinzani nchini humo umetoa wito kwa wafuasi wake kujipanga kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya utawala. Hii ni baada ya kukamatwa kwa makamu wa rais Riek Machar. Makubaliano tete ya amani yaliyopatikana mwaka 2018 yako hatarini kuvunjika. Je, ni nini kimeifikisha hapo Sudan Kusini? Uchambuzi wa mwandishi wa DW Nebe Kai unasomwa studioni na Angela Mdungu. Hivi karibuni mbunge Joseph Malwal Dong wa Sudan Kusini alizungumza na DW na kuishutumu serikali ya Rais Salva Kiir kwa kuyakwamisha makubaliano ya amani kwa kukitenga chama cha Sudan People's Liberation Movement SPLM-IO. Dong amesema Kiir amefanya hivyo kwa kuwafuta kazi mawaziri, magavana na wabunge bila mashauriano. Zaidi, Dong ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati maalumu inayeshughulikia masuala ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa katika bunge la mpito amesema wamefanya hivi pia bungeni. Wamekuwa wakiwafuta kazi watu na kuwateua wengine bila ridhaa yetu. Hii inamaanisha serikali haina nia ya kutekeleza wala kuheshimu makubaliano. Itakumbukwa kuwa Desemba 2013 vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka Sudan Kusini baada ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar kutofautiana. Wote walikuwa viongozi wa chama cha Sudan People's Liberation Movement kilichofanikisha uhuru wa Sudan. Rais Kiir alimshutumu Machar kwa kufanya jaribio la mapinduzi na aliwafuta kazi mawaziri wote. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu 400,000 nchini humo wamekufa na zaidi ya milioni 4 wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na mzozo huo. Jumuiya ya Ushirikiano wa Maendeleo ya Pembe ya Afrika IGAD ilisimamia mazungumzo ya amani. Chini ya makubaliano, Salva Kiir alimrejesha Machar kwenye nafasi yake. Hata hivyo, vipengele vingine vya makubaliano, hasa ahadi ya kuitisha uchaguzi na kuviunganisha vikosi vya jeshi kuwa chombo kimoja, havikuwahi kutekelezwa kikamilifu. Mwezi Machi, Riek Machar alikamatwa baada ya wanamgambo wa Nuer wanaofahamika kama White Army kuwazidi nguvu wanajeshi wa serikali kwenye jimbo la Upper Nile. Wanajeshi 250 waliuawa. Kiir anasema Machar anahusika na shambulio hilo, wakati chama cha Machar kinasema hakina ushirika wowote na wanamgambo hao. Hivi sasa Machar amevuliwa umakamu wa rais. Anakabiliwa na mashtaka mengine yakiwemo ya uhaini, mauaji, ugaidi na uhalifu dhidi ya binadamu. Hatua hii kimsingi inaifikisha ukingoni serikali ya mpito ya pamoja, na upinzani umetoa wito kwa wafuasi wake kujipanga na kufanya mabadiliko ya serikali. Mhadhiri wa masomo ya uchumi Akol Maudok anasema penye vita uchumi huumia na wananchi ni lazima waumie nao. Kwa sasa Sudan inashuhudia mfumuko mkubwa wa bei na kuparaganyika kwa biashara. Anaongeza kuwa usalama dhaifu unawazuia watu kuzalisha bidhaa na kutoa huduma. Katika hali hii, Sudan haistahili kurudi tena vitani. DW tunavuma kwa kishindo. Na unaweza kututafuta kote kupitia YouTube, Instagram na TikTok. Unachotakiwa kutafuta ni DW Kiswahili. Tupo pia kupitia tovuti, andika tu dw.com/Kiswahili. Tukisonga mbele, ripoti ya bunge la Ulaya imefichua pengo kubwa la malipo kwa wachezaji kwa upande wa wanawake na wanaume, ikionyesha kuwa wanawake wanapata 15% hadi 25% ya mishahara ya wanaume, huku mazingira duni na uwekezaji ukitajwa kama miongoni mwa changamoto. Najat Omar ana undani wa taarifa hii. Ripoti hiyo imeeleza kuwa sekta ya michezo kwa wanawake duniani inaendelea kupata umaarufu, huku viwanja vikijaa mashabiki, zawadi na fedha zikianza kuonesha suala la usawa katika michezo kama soka, mpira wa kikapu na kriketi. Ripoti ya bunge la Ulaya imeonyesha kuwa 83% ya michezo inatoa nafasi kwa wachezaji
wanapewa zawadi ambazo hazina nafasi sawa upande wa wanawake na wanaume, ambapo changamoto za usawa wa malipo, mazingira ya kazi bado zinaonekana kuwa kubwa. Lombwe Mwambo ni mkurugenzi mkuu wa muda wa shirika la kimataifa la usawa wa kijinsia katika michezo. Amesema sekta ya michezo bado iko nyuma ikilinganishwa na sekta nyingine katika suala la usawa wa malipo na mazingira ya kazi. Ingawa takwimu mahususi za michezo ni chache, makubaliano ya jumla yanaonyesha kuwa wanamichezo wanawake waliopo katika kiwango cha juu hupata kati ya 15% hadi 25% ya mshahara wa wanaume. Mchezo wa wavu ambao ni miongoni mwa michezo michache inayokaribia kutoa usawa kwa wote, hali hiyo inaonekana kuwa tofauti kwa sababu ya kuwepo kwa historia ya kupigwa marufuku kwa michezo hiyo kwa wanawake, ukosefu wa uwekezaji, mazingira duni ya kazi na mtazamo wa kibiashara unaoendelea katika michezo hiyo. Wataalamu wanashauri kuwepo kwa viwango vya usawa wa mishahara kwa wanawake na uwekezaji wa kimkakati katika timu zao ili kupunguza mapato na kuboresha mazingira ya kazi. Ripoti hiyo pia imefafanua changamoto za wanawake katika ngazi za chini ambazo wengi wao hufanya kazi za kujitolea au zisizotambuliwa rasmi kama ukocha na uamuzi, lakini hukosa fursa za kujiendeleza. Hali hii inaathiri maendeleo ya wanawake katika sekta ya michezo kwa ujumla. Hata katika mashindano ya kimataifa, mazingira ya kazi kwa wanawake mara nyingi huwa duni licha ya kuwepo kwa zawadi sawa. Tofauti huonekana katika usafiri, huduma za afya, chakula na vifaa vya mazoezi. Wachezaji wanawake mara nyingi hupewa kipaumbele cha pili katika matumizi ya viwanja na rasilimali nyingine. Alex Colvin ni mchezaji wa zamani wa soka na sasa ni mfanyakazi wa FIPRO. Amesema kulinganisha mishahara wa wachezaji wa juu pekee kunapotosha hoja ya usawa wa malipo. Baada ya kurejea madarakani, Rais Donald Trump alifanya mabadiliko kwenye sheria kadhaa, ikiwemo kupiga marufuku wanariadha waliobadili jinsia kushiriki katika mashindano ya wanawake. Hata hivyo, hatua hiyo inaonekana kama mwanzo wa kupunguza nafasi za wanawake katika michezo chini ya sera ya kupinga usawa na ujumuishaji. Wataalamu wa haki za binadamu wameonya kuwa sera hizo zinaweza kuathiri mfumo mzima wa michezo, hasa kwa kuwa wengi huanza kushiriki michezo kupitia shule. Mwelekeo wa kisiasa unaozingatia usawa unaweza kudhoofisha juhudi za kuleta mabadiliko ya kweli katika michezo ya wanawake. Asante Najat. Tukamilishe kwa hili kwamba nchini Kenya ufisadi wa mifumo ya pensheni na bima ya afya umeendelea kuwavunja moyo wastaafu, huku ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ikibainisha zaidi ya kesi 260,000 za udanganyifu na upotevu wa shilingi bilioni 67 kupitia mpango wa malipo hewa. Ripoti ya mwandishi wa DW Husna Mohamed inasomwa na Lubega Emmanuel. Kwa miongo kadhaa, serikali ya Kenya imekuwa ikiwahakikishia wafanyakazi usalama wa kifedha baada ya kustaafu na ulinzi wa kiafya kupitia mifumo ya pensheni na bima ya afya ya umma. Lakini kwa raia wengi, ahadi hizi zimegeuka kuwa ndoto mbaya, huku mamilioni ya fedha walizochangia kwa uaminifu mkubwa zikipotea mikononi mwa matapeli walioko ndani ya mfumo huo. Ripoti ya mkaguzi mkuu ya mwaka 2024, Nancy Gathungu, ilibaini zaidi ya kesi 260,000 za udanganyifu katika mifumo ya pensheni, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 67 za Kenya zilipotea kati ya mwaka 2013 hadi 2020 kupitia malipo ya pensheni kwa watu hewa na akaunti zilizopokea fedha mara mbili. Wakati wastaafu halali wakiendelea kusubiri malipo yao bila mafanikio, baadhi yao wamefariki dunia wakiwa bado wanangoja pensheni waliofanyia kazi kwa miaka mingi. John Wachira, katibu mkuu wa chama cha maafisa wastaafu wa Kenya, amesema ahadi wanazopewa wakati wa kuchangia mfuko wa pensheni ni tofauti kabisa na hali halisi. Unapojiunga na mpango wa pensheni, unaahidiwa kuwa ukistaafu utalipwa pensheni yako na utakuwa unaipata mara kwa mara, na ikitokea mshahara imeongezwa, pensheni yako pia itaongezwa, lakini hilo halifanyiki. Moja ya visa vinavyosimuliwa ni kile cha bwana kwa jina Geoffrey Mwaniki ambaye alilazwa katika hospitali kuu ya Moi mjini Eldoret, na alitarajia kuwa mchango wake kwa bima yake ya afya ungemwezesha kukidhi gharama za matibabu. Hivi ndivyo alivyoelezea kero yake katika mahojiano na DW. I feel so bad, annoyed. It's like, nahisi vibaya sana na kukasirishwa. Kwa nini nilijiandikisha kwenye mpango wa SHA? Kwa bahati mbaya, si wa hiari, ni walazima, kwamba kila mtu anapaswa kulipa SHA, lakini SHA haitushughulikii wala kutujali. Ni visa kila mara. SHA that creates drama each and every time.
Ripoti hiyo pia ilionyesha kuwa baadhi ya maafisa waandamizi wanaosimamia mpango wa pensheni wamehusika moja kwa moja katika njama za kuiba fedha kupitia watu hewa, huku takriban watu 15,000 wakinufaika na malipo ya pensheni ya udanganyifu yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 15. Asante Lubega Emmanuel kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kwa sasa sina la ziada na pisha makala. Wakati hiyo basi, msikilizaji, na kuomba simama kituo kipi Radio 14 Africa kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au tail number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa na kurejesha kupokea makala ya wanawake na maendeleo, ikiwa ni pamoja na nyumba za makazi ya watu zilizojengwa juu ya mawe, na pia utalishuhudia ziwa Victoria lenyewe. Hapo ndipo ambapo Adventina Bituro aliamua kufungua ofisi yake na kujiajiri katika fani ya ushonaji wa mavazi ya kike baada ya kumaliza shahada ya ualimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam miaka 7 iliyopita. Nimemtembelea katika ofisi yake iliyopo mtaa wa Kanyama jijini Mwanza na nimemuuliza alianzaje kujihusisha na ushonaji wa nguo. Kazi yangu ya ubunifu na ushonaji wa nguo nilianza rasmi baada ya kuhitimu chuo, nilipopitia changamoto ya kukosa ajira. Hivyo nakumbuka nyumbani tulikuwa tuna cherehani. Kwa hiyo tangu utoto nilikuwa napenda sana kushona nguo zangu mimi na za wadogo zangu. Kwa hiyo niliamua kukirasimisha kipaji changu ili niweze kujikimu kimaisha. Nilishona kwa muda na baadaye nilifanikiwa kujiendeleza ili kupata ujuzi zaidi kupitia fani ya mitindo. Nilienda kujiendeleza kupitia chuo cha Ana Fashion Academy almaarufu kama AFA kilichopo jijini Dar es Salaam. Kumekuwa na tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana wanaohitimu vyuo vikuu katika nchi nyingi za Afrika, Tanzania ikiwapo. Adventina, mwenyeji wa kisiwa cha Ukara wilayani Ukerewe mkoani Mwanza, ni miongoni mwa wahanga wengi waliomaliza chuo bila kupata ajira, lakini akakikumbuka kipaji chake cha utotoni ambacho anakiendeleza mpaka sasa. Anafanya kazi kwa kushirikiana na vijana zaidi ya 10 chini yake na hubuni mavazi kwa ajili ya sherehe mbalimbali kama vile harusi, lakini pia mavazi ya kawaida kwa ajili ya wanawake. Kwa sasa nguo zake zina soko zaidi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, hasa mkoa wa Mwanza, ingawa anayo mipango ya kupanuka zaidi nje ya mipaka ya Tanzania. Adventina anasema anaona mafanikio makubwa katika ajira binafsi. Licha ya changamoto mbalimbali katika biashara, lakini nimefanikiwa kwenye soko la mitindo kuaminiwa na wateja wangu kutokana na ubora wa kazi. Hivyo nimefanikiwa kwa kiasi kikubwa kubuni na kushona nguo mbalimbali. Lakini pia katika biashara yangu nimefanikiwa kuinua vipaji vya wasichana wadogo ambao wanapenda fani ya mitindo na ubunifu. Mapambano bado yanaendelea. Bado napambana niweze kufika mbali zaidi ya hapa na kutaka soko la mitindo nchini. Ndoto yangu kubwa ni kuja kushiriki kwenye majukwaa makubwa ya mitindo ndani na nje ya nchi. Hajawahi kabisa kufanya kazi katika fani aliyoisomea ya ualimu. Anaamini anaweza kujikita katika mitindo na kutimiza ndoto zake huko pamoja na kusaidia watu wengine. Soko la mitindo na ubunifu nchini Tanzania limekuwa kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni, likichochewa na mchanganyiko wa sababu za kitamaduni, maendeleo ya teknolojia, ongezeko la vijana na uhitaji wa kuonesha mavazi na sanaa katika dunia ya utandawazi. Pamoja na changamoto ya ukosefu wa mitaji ya kukuza biashara, upatikanaji mdogo wa malighafi, ushindani wa bidhaa za bei nafuu kutoka mataifa ya nje haujawakatisha tamaa vijana katika kupigania ndoto zao na kukuza vipaji vyao vya ubunifu. Tabu Mrisho Ali ni miongoni mwa vijana wanaofanya kazi chini ya Adventina. Nilianzia kujifunza katika chuo cha VETA Mwanza na nikajikuta najiunga na Alice Ataya kwa sababu niliona akishonea maharusi mbalimbali, watoto, nguo za send off, nikajikuta napenda. Kwa hiyo ninapenda sana kujifunza ili baadaye niinue kipaji changu zaidi. Soko la bidhaa za ndani bado linakabiliwa na ushindani wa nguo zinazotengenezwa kutoka mataifa mengine, lakini mavazi ya kibunifu yanaonekana kukubalika zaidi kutokana na kubeba utambulisho wa Kiafrika ndani na nje ya Afrika. Esther Eddington Koka kutoka jijini Dar es Salaam anasema anapenda sana mavazi na mitindo ya Kiafrika. Mimi mwenyewe ni muumini wa kuvaa nguo ambazo zimetokea kwa mafundi wa Kitanzania. Kwa hivyo mimi naamini kwamba kijana ambaye anajiingiza katika masuala ya ushonaji ya mavazi ya masherehe akiingia na akajidhatiti, kwa kweli ataweza kuliteka soko na kuhakikisha kwamba hata hizi nguo zetu zinaenda hata huko nje.
Na kwa kauli hiyo ya Esther ndio tunakamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Asante kwa kusikiliza, mpaka wakati mwingine tena. Mimi ni Veronica Natalis, kwa heri kwa sasa. Asante sana Veronica Natalis kwa kuweza kutupatia makala hayo ya wanawake na maendeleo. Wakati basi inaelekea kupokea kiziba mkonga cha sasa. Kiziba mkonga cha sasa. Kwenye malezi na familia, msikilizaji, mama ana develop moyo wa mtoto, the heart. Mama mzazi ana develop moyo wa mwanawe, the heart. Mfano, emotions, feelings, ethics, faith. Unavyoniona basi nimekuzwa katika moyo na marehemu mama yangu mzazi Queen Elizabeth Ndesha General. Moyo, mfano emotions, feelings, ethics na imani, faith. Baba ana develop ubongo wa mtoto, the brain, na mikono, the heart, the hand. Baba yangu mzazi Mugane Benjamin Ndesha almaarufu Kofi Annan amenikuza sana kwenye akili yangu na mikono yangu. Hapa tuna sehemu ambayo inaitwa mikono, na vile vile kuna sehemu ambayo ni akili, the brain, the hand, ubongo na mikono. Katika ubongo tuna kitu ambacho kinaitwa maono. Kuna kitu ambacho kinaitwa kusudi ama purpose yako kwenye maisha. Kuna mipangilio na vile vile kuna strategies ambazo zinajitokeza hapa za ku make decisions. Kwenye mikono kuna skills. Kuna kule kujitegemea na vile vile self drive, self efficiency. Hivi vyote unavipata kupitia mikono. Hii itakupa unyeti wa swala la mtoto kukuzwa na baba na mama. Na hapa ndipo utapata kugundua mtoto ambaye amelelewa na baba na mama ni tofauti akilelewa na mama peke yake. Nazungumza kwa wale ambao ni single parents, ambao ni wewe ni single father. Kuna vitu ambavyo mwanao anavikosa vya mama. Anakosa sehemu ya kuweza kukuzwa kwenye roho. Anakosa kuwa na emotions, anakosa kuwa na feelings na vile vile ethics na vile vile imani. Na wale wanawake ambao ni masingle mother, ambao wanawakuza watoto pasipo kuwa na baba, sauti ya baba. Mtoto wako anakosa kukuzwa katika ubongo na vile vile kwenye mikono. Nimekueleza kwenye ubongo ni kwamba anakosa kupata maono, anakosa kupata ile purpose yake maishani, plans za kuweza kupanga na strategies ambazo anahitaji kuweza kuwa nazo kufikia ule utepe wa kuweza kukubuu kwenye mawanda mazima ya msingi wa maisha. Anakosa kuwa na mtu wa uelewa kwamba mikono yake inahitaji kuwa na skills, kujitegemea, self driver na vile vile self efficiency. Sauti ya baba ni muhimu kwa makuzi ya watoto. Sauti ya mama ni muhimu katika makuzi ya watoto, kwa sababu
kuna kitu ambacho mama anakiweka maishani mwa mwana, na kuna vitu ambavyo vile vile baba anaviweka maishani mwa mwana. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.